zinakufanya uwe mbali na Mungu, zinakufanya ufanye vitu ambavyo ni tofauti na neno la Mungu. Kazini ambako uwaga tunachukua muda mwingi tunakuwa huko, ama majumbani mwetu, muda mwingine ni makanisani. Unakuta mtu amesikiliza kitu ambacho ni kweli kilipita kwenye nyumba ya ibada, lakini je, kiko sawasawa na neno la Mungu? Ukisoma Wakorintho wa kwanza 15:33 anasema hivi, msidanganyike, maana mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. Sasa mila na desturi ni mazungumzo ya mila na desturi, let's say labda la kabila fulani. Mapokeo ama maeneo ambayo tunafanya kazi, au muda mwingine ni itikadi ambazo tunatembea nazo, ni matokeo ya mazungumzo ambayo yanaongelewa katika labda kikundi fulani. Maybe sasa sisi itikadi yetu ni hii hapa. Kuwa na itikadi sio kitu kibaya, lakini je, itikadi nilionayo inaenda sawasawa na neno la Mungu? Kwa sababu itikadi nilionayo kama haiendi sawasawa na neno la Mungu, then ninachokisikiliza sio sawa. Kwa nini? Kwa sababu kama itikadi inaweza ikakupelekea mazingira ambayo unaweza ukakompromise, inamaanisha kwamba unachokisikiliza sio kizuri. Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza anasema hivi, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala hakusimama katika njia ya wakosaji, wala hakuketi barazani pa wenye mizaa. Baraza la wenye mizaa wanazungumza kitu gani? Kitu ambacho wanakizungumza kinaweza kikawa kina nini? Kina impact fulani, kina madhara fulani kwenye maisha ya kwako. Sasa hizi mila, sijui desturi, itikadi, mapokeo ama jumuiya ambazo tunatoka, elimu tulizozipokea hazitakiwi zizidi elimu ya Kristo. Kuna mstari mmoja nadhani hapa Roho Mtakatifu ananikumbusha ya kwamba anasema tukiteka nyara kila fikra zinazoinuka kinyume na elimu ya Kristo. Kwa kuna mambo ambayo yako kwenye mila, kuna mambo yako kwenye itikadi, kuna mambo yako kwenye mifumo fulani ambayo haya mambo ni kinyume na elimu ya Kristo. By the way, unakuta mtu anasema kwamba anashikilia kwamba hizi ni mila na desturi zetu, lakini Biblia inatuambia nini kwenye Ufunuo? Ametununua watu wa kila lugha, kila jamaa, kila kabila, kila taifa, ametufanya kuwa wamiliki. Kwa inamaanisha kwamba hauko kwenye hilo kabila lako tena. Wewe ni mtu wa miliki ya Mungu, umeshanunuliwa. You are not belonging to that hilo kabila lako. You are not belonging to that denomination. Kwa nini? Kwa sababu amesha kununua. Utasikia kwamba sisi ni Watanzania, huwa tunafanya kwa namna hii hapa. Je, hiki kitu ambacho unasema kwamba wewe ni Mtanzania unakifanya, je, kiko sawa sawa na neno la Mungu? Kama kwa mfano labda Utanzania, waga tu Watanzania ni wakarimu, si ndivyo? Ukarimu ni kitu ambacho kiko kwenye neno la Mungu, then practice hicho. Lakini usipractice kitu cha kwamba by the way Watanzania wote waga tunachelewa. Ukiambiwa saa 1 basi ni saa 2, ukiambiwa saa 2 basi ni saa 3 au saa 4. Hii ni kitu ambacho kiko kinyume na neno la Mungu. Hiki ni kitu ambacho kiko kinyume na nini? Na neno la Mungu. Kwa sasa usijifichie kwenye kwamba Watanzania ni kawaida yetu kuchelewa. Je, hiki kiko sawasawa na neno la Mungu? Kwa sababu Biblia inasema tusifuatishe namna ya dunia hii ama namna ya ulimwengu, bali tugeuzwe upya nia zetu. Tunageuzwa upya nia zetu kwa nini? Kwa kutumia neno la Mungu. Neno la Mungu ndo linatakiwa liwe nini? Linatakiwa liwe msingi. Huwa tunasikia kupitia masikio, lakini macho pia yanatumika kutusaidia kuweza kusikia. Kwa mfano, naweza nikakupa ishara hapa. Hiyo ishara nikikupa unajua kabisa huyu bwana anasema hivi, si ndivyo? Yeah. Kwa mfano nikifanya hivi, maana yake nini? Nyamaza kimya, si ndivyo? Lakini sijasema. Ndiyo. Msikilizaji hajaona kitu nilichokifanya, si ndio? Kwa kupitia macho umeweza kutafsiri ya kwamba huyu ndugu anamaanisha kitu hiki hapa, si ndivyo? Kwa mfano ukisoma Yeremia 33:3 anasema hivi, niite nami nitakuitikia, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Niite nami nitakuitikia, nitakuonyesha. Nimemuita, ilibidi ya kwamba anijibu, lakini angalia majibu anavyoyaachilia. Majibu anayaonyesha, anayarudisha kwa kunionyesha. Akisha nionyesha, kuna
kuna ujumbe ambao ninausikia kwenye kitu ambacho amenionyesha, then ninakuwa nimepata nini? Nimepata majibu. Sasa tunapaswa kujifunza kwa Yesu ambaye ndio amesema kwamba angalieni jinsi mnavyosikia, si ndivyo? Sasa tunajifunza kwa Yesu kupitia wapi? Kupitia neno la Mungu. Wakorintho wa kwanza 11:1. Samani tunasoma sana mistari. Tunasoma sana mistari. Anasema mnifuatishe mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa lugha nyingine, Kristo ndo anatakiwa kufuata. Huyu ni Paulo anawaambia Wakorintho ya kwamba mnifuatishe mimi Paulo kama mimi Paulo ninavyomfuatisha nani? Kristo. Kwa sasa kama ni kumfuatisha Paulo kama Paulo anavyomfuatisha Kristo, it means kwamba anatuonyesha sehemu ambayo yeye kadri tunavyomuona ndiko ambako anafanyeje? Anapata. Sasa Yesu anasema nini? Kwa mfano Yesu anasema nini? Ama kujifunza kutoka kwa Yesu, tunajifunza kwa Yesu vitu gani? Kujifunza kutoka kwa Yesu, tunajifunza kwa Yesu ya kwamba Yesu ni mshindi. Ukisoma Luka 4:3 anasema hivi, Ibilisi akamwambia Yesu ni mshindi. Sasa alishinda nini? Alishinda majaribu, si ndivyo? Sasa hii ni habari inayohusika na majaribu ambayo Yesu alikuwa anakutana nayo. Maana sasa Paulo amesema tumfuate yeye kama yeye anavyomfuata Kristo, si ndivyo? Kuna kitu ambacho tunataka tujifunze kwa Kristo hapa. Anasema hivi, Ibilisi akamwambia, ikiwa ndiwe mwana wa Mungu, libadili jiwe hili liwe mkate. Yesu akamjibu, imeandikwa ya kwamba mtu hataishi kwa mkate tu. Tukijifunza kwa Yesu ambaye aliyashinda majaribu kupitia neno la Mungu. Anasema imeandikwa mtu hatoishi nini? Kwa mkate tu, bali kwa kila neno linalotoka kwa nani? Linalotoka kwa Mungu. Itimisi kwamba namna ninavyoishi ni matokeo ya nini? Ninakisikia kutoka kwa nani? Kutoka kwa Mungu. Sasa wakujifunza ni Yesu. Hapa jaribu ambao ni shetani anampa ili jaribu, lakini anasema imefanyeje? Imeandikwa. Lakini kwenye sauti ya watu kuna namna pia tunaweza tukajifunza kwa Yesu. Maana sasa kuna sauti ya adui, ambapo hapa ni adui alimuongelesha, lakini Yesu akamwambia imeandikwa, si ndivyo? Lakini kwenye sauti ya watu ukisoma Luka 8:24 anasema hivi, wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaukemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Ni Yesu hapa alitaka awe tempted kusikia sauti ya wanafunzi wake. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa kwenye boti ilikuwa inasukwa. Kwa hiyo na yeye angeweza kuwa tempted kusikiliza nini? Sauti ya watu. Sasa hii inatufundisha ya kwamba tusiwe focused sana na kuisikiliza sauti ya watu. Ndani yako, ndani yangu yuko Roho Mtakatifu ambaye muda mwingine anazungumza na sisi. Amaanishi kwamba Mungu anavyozungumza huwa hawatumii watu, anawatumia watu, lakini hiki ambacho watu wanakisema ni lazima nikipime kwenye neno la Mungu. Je, wanachokisema kiko sawa sawa na maelekezo ambayo yako ndani ya neno la Mungu? Lakini kuna mahali Yesu he was tempted muda mwingine kuisikia sauti ya nini? Ya jamii ama ya mila na desturi. Ukiangalia kwenye Yohana sura ile ya kwanza mstari wa 46 mpaka 49 nitasoma. Nathanieli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Sasa kulikuwa na mentality ya kwamba tunasemaga Yesu Mnazareti, si ndivyo? Yesu alikuwa anatokea Nazareti. Sasa Nathanieli anasema hivi, je, kitu chema kinaweza kikatoka Nazareti? Muda mwingine sisi tunakuwa ni matokeo ya vitu ambavyo tunavisikia. Unaweza ukasema kwamba kabila langu hili hawawezi wakatoka watu wakuu. Kuna mtu mkuu yeyote ambaye amewahi toka kwenye kabila langu? Sisi kabila letu ni watu wa namna hii. Lakini neno linatuambia kwamba ametununua watu wa kila kabila, kila jamaa, ametufanya kuwa wamiliki, nasi tunatawala pamoja na yeye. Kwa kama amekununua, regardless hilo kabila, regardless huo ukoo, unaweza ukasema kwamba ukoo wetu sisi ni ukoo wa watu wadogo, hamna kitu kikubwa ambacho kinaweza kikatokea. Ukiangalia kwenye neno la Mungu pia, Mungu waga alikuwa anawatumia watu ambao walikuwa disqualified
zaidi, walikuwa hawadhaniwi kwamba wanaweza wakafanya vitu vikubwa. Na ndio maana sasa pia Yesu tunasema ni Yesu wa Nazareti. Kwa nini? Kwa sababu Nazareti kilikuwaga hakitokeagi kitu chema. Kwa nini wanasema kitu chema hakiwezi kikatokea Nazareti? Kwa sababu yule Samson alikuwaga anatokea Nazareti, na kuna story nyingi za watu ambao wanatokeaga Nazareti hawafanyagi vitu vikubwa. Lakini Yesu huyu ambaye tunasema ni Nazareti ndo anakuja kufanya kitu kikubwa ambacho kina nini? Kina impact ulimwengu mzima. Kwa ni matokeo ya nini tunasikiliza. Lakini kuna mahali pia Yesu, maana sasa huyu ndo ambaye tunatakiwa, huyu amesema mnifuatishe mimi kama mimi ninavyomfuatisha nani? Kristo, si ndivyo? Yep. Kwa Kristo ndo wa kumfuata. Sasa Kristo pia alikuwa muda mwingine kuwa tempted na kuisikiliza sauti yake. Tukisoma Mathayo 26:39 mpaka 42 anasema hivi, akaenda mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi. Muda mwingine kuna matakwa ambayo wewe unayataka. Je, matakwa ambayo wewe unayataka yako kwenye mapenzi ya Mungu? Muda mwingine matakwa ambayo unayataka ni matakwa ambayo yanatengeneza comfortability kwenye maisha ya kwako ama kwenye maisha ya kwangu. Lakini muda mwingine that comfortability inakuwa nje ya bigger picture ambayo Mungu anayo kwenye maisha ya kwako. For example, Yusufu alionyesha kwamba atakuja kuwa mtu mkubwa, si ndivyo? Ndiyo. Lakini kuwa mtu mkubwa, ungemwambia Yusufu utapitia njia hii hapa, utauzwa, utaenda gerezani na vitu vya namna hiyo hapo, probably hata asingeweza kwenda kule ambako alifanyeje, alienda. Lakini sasa kwa sababu pia akawa anatazama mambo katika jicho la Mungu, ukija kuangalia Mwanzo nadhani sura ya 50 mstari wa 20 anasema hivi, ni kweli ninyi mlikusudia mabaya, lakini Mungu ameyageuza kuwa nini? Kuwa mema, si ndivyo? Kwa muda mwingine unaweza ukawa tempted na kuisikiliza sauti yako. Tunaona Yesu hapa, lakini anasemeje mwishoni? Mapenzi yako yafanyeje? Yatimie. Toa mimi kama mimi, kwa kweli kupitia njia ya msalaba, yani kama kungekuwa kuna njia nyingine tungeweza kufanya wokovu kwa mwanadamu kwa njia nyingine, lakini mapenzi yako ni lazima nifie msalabani. Kwa kama ni lazima nifie msalabani, then ikatokea akafanyeje? Akafa msalabani. Sasa hii nazungumza sana ya kwamba tunatakiwa kuwa makini na sauti tunazozisikiliza katika kipindi hiki cha siku za mwisho. Katika kipindi hiki cha siku za mwisho, ukisoma waraka wa kwanza wa Yohana 4:1 anasema hivi, wapenzi, msiamini kila roho, bali zijaribuni hizo roho kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wa uongo wengi wametokea duniani. Sababu ya kuwa makini na nini unasikiliza. Kwa nini? Kwa sababu tunajua roho za udanganyifu siku za mwisho ni nyingi. Mathayo 24:24 anasema hivi, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo. Kristo wa uongo ama nabii wa uongo, kuna ajenda ambao waga anaizungumza. Hayo maneno anayoyazungumza yanakufanya udanganyike. Kuna mahali fulani nadhani ni kwenye Marko 13:22 anasema hivi, kwa maana wataondoka makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara na maajabu wapate kuwadanganya, kama yamkini hata hao wateule. Maneno unayoyasikiliza sasa, huyu ni nabii wa uongo ambaye yumkini na kuwadanganya ambao wateule. Sasa cha msingi na cha muhimu, unatakiwa uwe na neno la Mungu la kutosha ndani yako. Inatakiwa niwe na neno la Mungu la kutosha ndani yangu. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu lina uwezo wa kupambanua. Waebrania 4:12 anasema hivi mpaka 13, maana neno la Mungu li hai, hilo la kwanza, tena lina nguvu, jambo la pili, tena lina ukali kuliko upanga uwao wowote ukatao kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. 13 ndo nataka upaelewe hapa. Anasema wala hakuna kiumbe kisichokuwa wazi mbele yake, lakini vitu vyote viutupu na kufunuliwa machoni pake. Neno la Mungu lina nguvu kwa namna ambayo chochote kile, kulingana na yeyote yule ambaye anazungumza kitu chochote kwenye maisha ya kwako, unaweza ukajua
tumeambiwa kwamba linaweza likapambanua nafsi na roho. Kwa hizi roho za uongo, hawa manabii wa uongo, hawa makristo wa uongo, neno la Mungu pekee. Maana pale tumeambiwa kwamba wapenzi, zijaribuni kila roho. Je, hizo roho zimetokana na Mungu? Kwa sababu mtu kusema kitu kikatokea, hata watu wanaoenda kuagua kitu cha namna hiyo hapo kinatokea, si ndivyo? Kwa kama wanaoenda kuagua wanaweza wakaagua kitu ambacho wanaweza hiki alichokiagua ndo ukweli wenyewe. Lakini je, chanzo chake ni nini? Kwa sababu hatupimi ukweli wa kitu ama ukweli wa mtu kutokana na kitu ambacho anakisema na namna ambavyo kinakuja kutokea. Tunapima ukweli wa kitu, roho iliyoko nyuma yake, na kuijua roho ni kwa msaada wa neno la Mungu ama ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa nini? Kwa sababu anasema Roho Mtakatifu anaweza akajua hata mafumbo ya Mungu, hata mafumbo ambayo yako kwenye maisha ya nini, ya mtu. Kwa mfano, moja ya karama ambazo roho ama zawadi ambazo Roho Mtakatifu anazitoa ni zawadi ya neno la hekima na neno la maarifa. Huku ni kujua mambo pasipo kuambiwa na mtu yeyote. Kwa Roho Mtakatifu ananijulisha kwamba hii ni roho ya kweli ama sio roho ya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu kwa maswali, dakika chache kabla hatujaenda. Of course tunaelekea kumaliza, muda si mrefu. Kuna maswali hapa. Sauti hii ni ipi na kwa nini inaleta matokeo kwenye maisha? Hizi sauti ambazo tumezizungumza. Sauti ambazo tumezizungumza, sauti ni sauti ya neno la Mungu. Okay. Ni sauti ya neno la Mungu. Nimesoma hapa kwenye Waebrania 4:12 ya kwamba neno la Mungu lina nguvu. Sasa ninapaswa niweke juhudi na bidii kwenye kulisikiliza neno la Mungu, kwenye kusoma neno la Mungu. Kuna maana anakuambia neno la Mungu likae kwa wingi, Wakolosai inaweza ni 3:16. Neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako ama likikaa kwa wingi ndani yangu, kinachokuja kutokea ni kitu gani? Kinachokuja kutokea ni kwamba nitakavyokuwa ninadhihirika huku nje, watu wanakuwa wanaliona neno la Mungu. Tumeambiwa na baadhi ya nyaraka za Paulo, anasema kwamba ninyi ni barua ambayo inasomwa na watu huko. Watu huko mataifa hawana muda wa kusoma neno la Mungu, Biblia. Lakini wewe mara baada ya kulisoma, hakikisha unaliishi. Kama neno la Mungu linazungumza kwa habari ya upendo, kama neno la Mungu linazungumza kwa habari ya amani, neno la Mungu linazungumza juu ya vitu tofauti tofauti, then ishi sawa sawa na neno la Mungu linachokisema. Wa Kumbukumbu la Torati 28:1 anasema hivi: itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakutukuza juu ya mataifa yote. Ukiendelea mbele, kuna maana anasema utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Kila utakachokuwa unakifanya kitakuwa na baraka ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu baraka ya Mungu inadhihirika huku nje kwa kuona kabisa ya kwamba huyu tunaona shambani anafanikiwa, tunaona mjini anafanikiwa, tunaona yuko kwenye mazingira magumu anafanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu amefocus kwenye kuisikia sauti ya Mungu. Na sasa kwenye kufocus kwenye kuisikia sauti ya Mungu, muda mwingine nje uhalisia unaweza ukawa, yani uhalisia ambao uko nje inaweza ikawa ni tofauti, lakini baki kwenye kweli. Uhalisia na kweli ni vitu viwili tofauti. Uhalisia ni kwamba dunia imefanyaje? Imeharibika, imechafuka, imeoza na vitu vya namna hiyo hapo. Lakini kweli ya Mungu inasema nini? Mungu amejisazia watakatifu wake. Kwa nini usiwe miongoni ya watakatifu ambao Mungu amefanyaje? Amejisazia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa cha msingi na cha muhimu ni kuisikiliza sauti ya Mungu, ambapo tunaipata wapi? Kwenye neno la Mungu, lakini kwenye ushirika na nani? Na Roho Mtakatifu. Kwa sababu kwenye ushirika na Roho Mtakatifu ni eneo sahihi ambalo tunaweza tukawa tunamsikia Mungu. Sasa neno la Mungu pia linasema nini? Sauti ambayo inatakiwa tuisikilize tunaweza tukaipata kwenye waraka wa kwanza wa Yohana 4:4. Anasema ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia.
Ama waraka wa Yohana hiyo sura ya 5 mstari wa 4 anasema hivi, kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Wewe na mimi ni mshindi. Unatakiwa tubaki kwenye hii sauti ya Mungu inayosema ya kwamba mimi na wewe ni nini? Ni mshindi. Zaburi ya 23 mstari wa 6 anasema, hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Si ndivyo? Kama neno la Mungu limesema hivi, ninabaki kwenye neno la Mungu ya kwamba wema na fadhili vinanifuata. Lakini neno la Mungu kwenye Warumi linasema hivi, nasi Warumi 8:28, nasi twajua katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapatia mema. Mema ni sehemu ya maisha ya kwangu. Muda mwingine mema yanaweza akaja katika picha ambayo kwa tafsiri ya kibinadamu naona kabisa huu ni uchungu, ni mambo ya kuumiza, lakini ndani yake kuna wema. Ndo huyu nani? Yusufu anasema, nyinyi mlikusudia kuwa mabaya, lakini Mungu amefanyeje? Ameyabadilisha kuwa mema. Amen. Tumayo, una swali hapo? Bwana, swali nafikiri swali litakuwa nje yangu kidogo, ingawa ni mstari ambao tumeshaluzungumzia kwenye habari ya wafalme pale. Ndio. Kama sikosea inahusu nabii kijana na nabii mzee. Ndio. Nisha kusoma hiki kisa kidogo. Sasa unataka kwa faida wengi kidogo, hebu tusaidie hapa. Huyu nabii mdogo ndo yule nabii kijana imeni. Ndio. Huyu alisikilizishwa na Mungu juu ya mission ya kufanya na tahadhari akapewa. Ndio. Akamsikiza nabii mzee. Huyu nabii mzee alikuwa anatokana na Mungu wa kweli au? Tuanze hapo kwanza. Okay. Nabii mzee mpaka amekuwa nabii mzee mpaka amekuwa nabii mzee. Ndio. Alikuwa anatokana na Mungu wa kweli. Okay. Why alimkosesha huyo? Kwa nini alimkosesha huyu ndugu? Ndio. Sasa mbali na kwamba nabii ni mtumishi wa Mungu, ni mwanadamu. Okay. Udhaifu. Mwanadamu by default ana nini? Ndio. Ana madhaifu. Yes. Haijalishi huyu yuko perfect kiasi gani, kwa sababu pia wote sisi, huyu Paulo anasema kwamba haimaanishi msinifuatishe mimi Paulo. Nifuatisheni mimi Paulo, lakini kama mimi ninavyomfuatisha nani? Kristo. Kwa hiyo mimi Paulo nikifanya kitu chochote ambacho ni kinyume cha Kristo alivyosema, sitakiwi kuenenda na hicho kitu. Tunaelewana? Yes. Yeah. Na kwa mfano pia kuna mahali Yesu anasema hivi, wengi watakuja kwangu watasema, mbona tulitoa pepo kwa jina lako? Mbona tulikemea kwa jina lako? Atasema, ondokeni, sikuwajua ninyi, kwa sababu mlikuwa hamfanyi mapenzi yangu. Kwenye kusikia sauti tumesema kuna sauti ya Mungu, kuna sauti ya mwanadamu na kuna sauti ya adui. Lakini kuna sauti yako wewe mwenyewe. Tunaona kwa Yesu ambaye sasa ndio mfano wetu wa kuigwa, ya kwamba alisema kwamba Mungu, ikiwezekana kikombe hiki kifanyeje? Kiniepuke. Lakini mapenzi yako yafanyeje? Yatimie. Na mapenzi yake ilikuwa ni kwamba kukinywea kile kikombe, si ndivyo? Ndio. Sasa wewe unajua namna Mungu ambavyo huwa anaongea na wewe. Na kuna mstari nimeusoma hapa anakuambia, aliye ndani yenu ni mkuu kuliko wote walioko nje. Kwa nini uisikie sauti ya mtu mwingine? Na Biblia inasema hivi, msimpe adui nafasi. It means nabii mzee kuna mahali aliachilia room ya kumpa adui nafasi. Kwa sababu kama alikuwa ni nabii wa Mungu huyu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kwa kuna issue ya ubinadamu kwenye hicho kisa cha nani? Cha nabii mzee na nabii kijana. Ila sasa tungepata muda wa kufuatilia, kwa sababu pia muda wetu pia unakimbia, tungeweza kuiona ile habari kwa kina na kwa undani. Kwa hiyo tunarudi pale pale, cha kukisikia ni nini? Ni sauti ya Mungu. Unaona? Kwa sababu kilichokuja kutokea kwa nabii kijana, alikufa. Alipoteza maisha kwake. Kwa nini? Kwa sababu umeshapewa, na kuna muda mwingine kuna maelekezo fulani ukipewa. Sasa kikubwa, maelekezo ukipewa na Mungu, Mungu akiongeaga mara nyingi ni lazima kuna kuagaga na nini? Na uthibitisho kwenye neno lake. Kwa maana baada Mungu ya kunena, kwa sababu sisi tuko kwenye kizazi ambacho pia na Biblia tunayo. Wenzetu walikuwa na operate katika kipindi ambacho hata Biblia walikuwa hawana. Sasa sisi tuna operate kwenye Biblia. Kitu ambacho Mungu anaweza akawa amekusemesha ama amekuonyesha, inaweza ikawa ni kwa njia ya maono, inaweza ikawa ni kwa njia ya ndoto, inaweza ikawa ni kwa njia ya njozi.
regardless ya njia, mwisho wa siku ni lazima uje uthibitishe na neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu Waebrania 4:12 anasema kwamba neno linaweza likapambanua kwamba hiki ni cha kweli ama hiki ni cha nini, hiki ni cha uongo. Amen. Okay, shukrani sana mtumishi. Mipaka hapo bana nimeelewa. Amen. Hiyo kichwa cha somo kinatuambia sauti unayosikiliza inaleta matokeo kwenye maisha yetu. Tunawezaje kutambua sauti ambayo inaleta mafanikio maishani kwa kumalizia? Okay. Sauti ambayo inaleta mafanikio maishani, hiyo sauti ni lazima iwe, narudi nilichokuwa namjibu mtumishi wa Mungu hapa, kwamba hiyo sauti anaweza akawa ni mtu, anaweza akawa ni ndugu wa karibu, anaweza akawa ni jamaa wa karibu. For example, tunamkumbuka nani? Ayubu. Mke wa Ayubu alikuja kumwambiaje Ayubu? Akasema, Ayubu, si umkufuru Mungu ufe. Ayubu akasema kwamba na wewe ni moja ya wanawake wapumbavu. Je, tupate mema tu kutoka kwa Mungu na vitu vinavyofanania na hivyo? Sasa huyu mke wake anamshauri ya kwamba mkufuru Mungu ufe, na akimkufuru Mungu akifa, it means kwamba anaondokana na ile shida ambayo alikuwa nayo, si ndivyo? Swali lako ni kwamba Samani, naomba urudie. Samani, nataka niunganishe. Tunawezaje kutambua sauti inayoleta mafanikio maishani kulingana na kichwa cha somo? Kutambua sauti inayoleta mafanikio maishani ni kuona matunda. Kuna mahali nimekuambia kwamba tutawatambua kwa nini? Kwa matunda, si ndivyo? Yes. Matunda yatakayoonekana, yataonekana kwamba wewe unaisikia sauti ya Mungu ambayo ni sauti sahihi, ama unasikia sauti ambayo sio ya Mungu na sio sauti sahihi. Na sauti ya Mungu sasa, kabla ya kumaliza, sauti ya Mungu inatuita kwa upole. Sauti ya Mungu inadhihirisha pendo la Mungu kwenye maisha ya kwetu. Ndio maana Yohana 3:16 inasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Kwa hiyo kwenye yale ninayoyafanya, kama sipotei na kama ninaishi kwenye uzima wa milele, inamaanisha kabisa ya kwamba sauti ninayoisikia ni nini? Ni sahihi. Lakini mwisho Yohana anasema hivi, kondoo wangu wanaijua sauti yangu nao wanaifuata. Kwa hapa pia nilivyokuwa ninaongea, kuna mtu anaona kabisa ya kwamba kitu ambacho mtumishi wa Mungu anakizungumza ni kitu sahihi. Anachokizungumza ni sauti ya Mungu. Nashukuru Mungu ulivyokuwa unaanza pale kwa kufungua ukasema, Mungu wewe ukaseme kupitia yeye. Kwa kuna maneno ambayo nilikuwa ninayazungumza hapa, nilikuwa sio mimi, alikuwa ni Mungu mwenyewe anayazungumza. Kwa sasa kwa maneno ambayo pia wewe msikilizaji, regardless upo wapi, ulikuwa unayasikiliza maneno haya hapa, mwisho wa siku Biblia inasema kwamba tumezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Tumezaliwa mara ya pili kwa neno la Mungu. Waraka nadhani ni wa kwanza wa Petro, kwa neno la Mungu ambao ni mbegu isiyoharibika. Pia kama unaisikiliza sauti hii hapa huko uliko, pia kama Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unaweza ukaitumia platform hii hapa kurekebisha mahusiano yako na Mungu, kwa sababu neno la Mungu lina nguvu, na nguvu ya neno la Mungu ni kuokoa, si ndivyo? Kwa hiyo hapa amesema kwamba kondoo wangu wanaisikia sauti yangu nao wanaijua, lakini kuna mali anasema wengine sio wazizi hili. Kwa wewe unaweza kuwa unaisikiliza sauti hii hapa muda huu hapa asubuhi hapa, Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini kwa maneno uliokuwa unayazungumza umeisikia sauti ya Mungu. Unaweza ukafuatisha sala hii hapa kwa kifupi, na mwisho wa siku pia nitahitimisha kuomba kwa ajili yako ili pia uweze kuisikia sauti ya Mungu, wewe ambaye unatusikiliza. Sasa utafanya sala hii hapa kama unatusikiliza haujaokoka, Yesu sio Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unaweza ukarudia maneno haya, sema: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Nimetambua ya kwamba mimi bila wewe siwezi nikafanya chochote. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Kuanzia sasa nimeokoka. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu, ufanye makao ndani yangu. Amen. Amen. Kama umefanya sala hiyo, ndo tayari unakuwa umesha okoka. Na kama utakuwa umeifuata sala hiyo na kuifanya, basi unaweza ukatuma majina yako, kwamba jina lako utatuma jina lako. For example, labda unaitwa John, utaandika John nimeokoka.
ili tuweze kufuatilia na kuomba kwa ajili yako. Mungu akusaidie uweze kukua katika kumjua yeye. Lakini nihitimishe kwa kuomba. Nitataja namba mwishoni kwa wewe ambaye umeokoka. Nitataja namba mwishoni kwa wewe ambaye umeokoka. Utatuma message ya jina lako tu na kuniambia kwamba nimeokoka, ili tupate muda na nafasi ya kuomba kwa ajili yako. Naomba pia nihitimishe kuomba ili wasikilizaji waweze kuisikia sauti ya Mungu. Tuombe. Bwana Yesu, tunasema asante kwa wema na fadhili zako. Tunalibariki, tunalitukuza jina lako. Asante kwa msikilizaji huyu ambaye alikuwa akitusikiliza asubuhi na ameisikia sauti yako clearly. Ninaomba Roho yako Mtakatifu, damu ya Yesu inayonena mema, ninaiachilia kwenye masikio yake. Lakini Roho Mtakatifu, ninaomba uzidi kuimarisha ushirika pamoja na yeye, sawa sawa na neno lako kwenye Isaya 30:21 ya kwamba masikio yetu yatasikia neno nyuma likituambia njia ni hii. Msaidie mama huyu, msaidie baba huyu, msaidie dada huyu, msaidie kaka huyu, msaidie mtoto huyu, msaidie kijana huyu aweze kuisikia sauti yako. Lakini kwa yeyote ambaye pia Bwana anatusikia afya yake haiko sawa, ninatamka uzima, ninatamka uponyaji, maana neno la Mungu linatuhakikishia kabisa Mungu alikuja ili tuwe na uzima kisha tuwe nao tele. Ninakutamkia na kukutangazia uzima ulioko ndani ya jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. 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 Yes, kwa wale ambao wameokoka basi unaweza ukatuma jina lako. Kwa mfano nimesema ni John, utaandika nimeokoka kwenye namba hii 068 35 35 175. Tunaomba irudie tena mtumishi. Kwa yule ambaye ameokoka utatuma ujumbe ya kwamba umeokoka kwa kuandika jina lako na kutuma kwenye namba hii 068 35 35 175. Mungu akubariki. Amen.